zitakuwa bayana siri. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Bismillahir rahmanir rahim. Ndugu zangu Waislamu pamoja na mashekhe wetu, kwanza nitumie fursa hii adhimu kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kutujalia kuipata swala ya Ijumaa, lakini kadhalika tuwaombee wenzetu ambao hawakufanikiwa ima kwa sababu ya maradhi au kwa sababu ya uhai wao kuondoka. Shekhe, mimi nitakuwa na mambo mawili madogo. Moja ni kukushukuru kwa hotuba nzuri ambayo umetusisitiza kuhusu amani, na bila amani hata utulivu tulionao hapa tusingekuwa nao. Lakini umemwelezea hayati Muammar Gaddafi, na mimi niongeze nukta moja kwa faida ya vijana. Wakati wa uhai wake, kila kijana aliyekuwa anataka kuoa alikuwa anapewa mahari, anapewa nyumba, anapewa chakula, bima ya afya na kila kitu. Wenzetu walifika katika hatua hiyo, na nchi ile ilikuwa haidaiwi deni hata sumni moja na mataifa ya kigeni. Lakini kwa sababu watu wanadamu wakipata neema huwa tuna kawaida ya kujisahau, wakaona ile haitoshi. Wao wakawa wanahangaishwa na jambo moja tu, tena vijana haswa kwa maeneo ya Benghazi kule. Hasa mbona huyu kakaa muda mrefu pale? Wanapewa fitna na mabeberu. Sasa nafasi ya rais ni hii. Hata kama atakuwa anatoka kila baada ya miaka mitano, haiwezekani hata waumini wote humu tukakaa katika kiti hicho. Kwa hiyo wakati wa fitna wakafanya walioyafanya. Leo hii katika nchi masikini Afrika ina madeni lukuki, haiwezi hata kutoa maji kwa watu wake, ni Libya. Kutoka nchi iliyokuwa inagawa misaada, kutoka nchi iliyokuwa inagawa chakula na maji, kutoka nchi iliyokuwa inagawa nyumba kwa watu wake, leo hii wamekuwa ombaomba, wanakwenda kuwaomba wale waliowafundisha namna ya kuharibu amani. Inna lillahi wa inna. Hayo ndiyo yaliyotokea Libya. Yule bwana aliligeuza jangwa kuwa kijani, mimea ikaota, katengeneza ardhi ile, watu wakapata chakula. Lakini ndio hivyo tena, na fitna kubwa katika nchi zetu za Kiafrika, ndugu zangu Waislamu, huwa tunafitinishwa kwenye uongozi, tunafitinishwa kwenye uchaguzi. Nchi zote zilizoharibika, hata majirani zetu, huwa tunafitinishwa wakati mmoja tu wa kukaribia uchaguzi. Sasa mimi nitakupeni mfano. Tulikuwa na uchaguzi wa mwaka 1995. Hayati Benjamin Mkapa akashinda kwa 60% na kitu, Mrema akapata 30% na kitu. Kwa mfumo huu wa uchaguzi wanaousema, tumekwenda 2005, Jakaya Mrisho Kikwete akapata 80.2 kwa mfumo huu wa uchaguzi. Ilipofika 2010, Rais Kikwete akapata 61%, wao wakapata 30% na kitu kwa mfumo huu wa uchaguzi. Ilipofika mwaka 2015, Chama cha Mapinduzi sisi shekhe tukapata 58%, wao wakapata karibuni kura karibu 40% kwa mfumo huu wa uchaguzi. Na mfumo huu wanaolalamikia ndio uliowaingiza wote madarakani, wabunge wa CCM na hata hao kina Tundu Lissu na kina nani, watu wote wakaingia madarakani.
Sasa mimi najiuliza, leo hii 2025 mfumo huu umekuwa na tatizo gani? Kama uliwapa kura 40%, ukawapa wabunge 70 ndani ya bunge, ukawapa kina Tundu Lissu wakawa wabunge mara 2, kina Mbowe wakawa wabunge, kina Heche wakawa wabunge, leo mfumo huu umekuwa na tatizo gani mpaka tumefika kwenye uchaguzi nchi ivurugwe amani yake kwa sababu ya mfumo huu? Tatizo sio uchaguzi. Tatizo ni kwa nini Tanzania imetulia? Kwa nini Tanzania ina amani? Kwa nini Tanzania ina kiongozi mwadilifu? Hilo linawapa shaka na linawapa shida. Mtakumbuka mwaka 2014 kuelekea na 15 tulikuwa hapa tena karibu na uchaguzi. Ikawa katiba. Haya basi twendeni kwenye katiba. Tumefika mwisho, wakasusa, wakatoka nje. Kwa hiyo hii ni desturi wa Islam. Kila karibia na uchaguzi, maadui wa ndani na nje wasioitakia mema nchi yetu wana kawaida ya kutengeneza chokochoko, kuvuruga amani. Kama wale waasi wa Benghazi kule Libya, vijana waliahidiwa mtapata vyeo, mtapata uwaziri, mtaendesha migodi, mtaendesha visima vya mafuta, toeni hao muingie nyie. Leo hii akiingia mtu anakaa siku 2 kapigwa bomu, anaingia mwingine kapigwa risasi. Ndio hali iliyoko Libya, na hayo ndio yanayotakikana yatokee katika nchi yetu. Sasa lazima sisi kama Waislamu na Watanzania tuwe macho. Huo ndio mfumo unaotaka kutengenezwa. Kongo kule leo haijatawalika miaka nenda miaka rudi, na nchi nyingine za Afrika. Kwa hiyo shekhe anapozungumza kuhusu amani sio hadithi za kufikirika. Na mimi niwaombe vijana, sisi ndio future ya hii nchi. Kama tukiingia katika mkumbo huo, watakaoathirika kwa muda mrefu ni vijana na kina mama na watoto. Watu wamepewa kila kitu shekhe. Tulikuwa na mashekhe walikuwa wana makesi kwenye magereza, mama kaingia, wote kawatoa mashekhe wa Uamsho. Tulikuwa na viongozi wa kisiasa wa upinzani walikuwa magerezani na wana kesi nzito, wote akawatoa. Amekosa nini? Wakataka mikutano ya hadhara, fanyeni. Maandamano, ruksa, mpaka mlindwe na polisi. Lakini haitoshi. Bado wanataka kuvuruga amani ya nchi yetu. Kwa hiyo mimi ninawaomba Waislamu, nchi hii ni yetu sote. Nchi hii haina dini kweli, lakini sisi wenye nchi tuna dini na imani zetu. Wajibu wa kuilinda nchi yetu ni wetu sote. Na tusikubali hata kidogo watu wachache kwa tamaa zao za madaraka, kwa tamaa zao za kuvuruga nchi yetu, wakavuruga amani. La mwisho, baada ya yote yaliyotokea, wenzetu wakaenda kushitaki kwa mabwana zao. Limetoka tamko jana juzi la Umoja wa Ulaya, bunge la Umoja wa Ulaya linaelekeza Tanzania kufanya mambo kadhaa wa kadhaa. Na moja ya sharti tulilopewa baada ya wenzetu kwenda kulalamika kule, ninao waraka hapa wa bunge la Ulaya umepitishwa. Wameeleza watu hawa wameshikiliwa. Agizo namba 2 tulilopewa wa Tanzania, tuhakikishe tunashughulikia na kutekeleza haki za mapenzi ya jinsia moja katika nchi yetu. Yako maagizo 6. Manake yale yaliyotokea wakaenda kulalamika kule kupitia mawakala wao. Sasa wale wanaowatuma wakubwa zao wakasema, sasa tunatoa maagizo kutoka kwenye bunge hili. Agizo la kwanza, la pili linasema lazima mzingatie watu wanaume kuoana wao kwa wao na wanawake waoane wao kwa wao. Inna lillahi. Tuko tayari kwa haya? Haya ndio mambo yanayoendelea. Sasa Waislamu
Wakati mwingine tukisema, msifikiri sisi vijana wenu tunazungumza siasa. Mimi sijazungumza siasa, nazungumza nchi, tunazungumza uhai wa nchi yetu, na sisi kama Waislamu lazima tuitetee nchi yetu. Kwa hivyo tumepewa masharti hayo na serikali imejibu. Sasa bakaona tunadhani Mwenyezi Mungu kawapiga, badala ya kuzungumza yale ya wazi yale na yale ya uvunguni pengine na wenyewe wakayasema kwamba lazima Tanzania ihakikishe watu wanaoana wanaume kwa wanaume, utekelezaji ufanyike. Hawa hawana nia njema na nchi yetu. Niwaombe ndugu zangu Waislamu, tushikamane na nchi yetu, tuiombee amani na tuitekeleze amani kwa vitendo. Lakini na tumuombee dua rais wetu. Nchi haina dini, lakini yeye ana dini, ama sivyo jamani? Ni muumini mwenzetu, tumuombee dua, na anatikiswa kwa sababu ya msimamo wake thabiti. Kama hatukusimamia amani sisi kama Watanzania na kama Waislamu, basi tunaweza nchi yetu tukaiingiza katika matatizo makubwa. Baada ya kusema hayo, Sheikh, nikushukuru tena kwa fursa hii, nikushukuru kwa darasa la amani, na mimi nataka niwaambie ndugu zangu, tukisimama imara hakuna anayeweza kuteteresha amani ya nchi yetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa